ndo jambo kubwa ambalo Mungu anatuomba kwetu sisi sote. Uwe mjane, usiwe mjane, Mungu anahitaji utii katika maneno yake. Unaona, maneno yalipotoka katika kinywa cha nabii yalikuwa kama vile maneno ya mwanadamu, lakini kumbe yalikuwa maneno ya Mungu mwenyewe. Mungu daima anaongea na wanadamu kupitia mwanadamu. Amen. Sasa unapodharau yule mwanadamu ambaye Mungu anapitia, moja kwa moja unadharau Mungu bila wewe kujua. Ukisoma katika historia yote ya jinsi Mungu alivyotembea na wanadamu, Mungu aliongoza wanadamu kupitia mwanadamu. Si ni hivyo jamani? Tukiangalia kutoka kwa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya utumwa walipokuwa Misri, Mungu aliwaongoza kupitia Musa. Musa si ni mwanadamu na ana madhaifu yake. Amen. Lakini Mungu aliwaongoza wana wa Israeli kupitia huyo pamoja na madhaifu yake yote. Si mnajua Musa ndo alikuwa wa kwanza kusimama na kusema hakuna Mwisraeli kuoa mtu wa kabila lingine, na akahubiri hilo. Lakini yeye Musa tena alikuwa wa kwanza kuoa mwanamke wa Kushi, mwanamke wa Ethiopia. Amen. Dada yake ya Musa ambaye anaitwa Miriamu akajaribu kuja na kuanza kulaumu kaka yake Musa. Nasema, kaka, unafanyaje tena? Mbona wewe umekuwa wa kwanza kwenda kuoa mwanamke Mkushi? Sababu Musa sio mtoto wa kwanza wa Amiramu na Jokebed. Musa alikuwa na mkubwa wake. Mkubwa wake wa Musa alikuwa anaitwa Aruni, na dada yake mkubwa pia alikuwa anaitwa Miriamu. Kwa hiyo sasa kitendo cha Miriamu kuanza kumteta Musa, Mungu akakasirika. Mesikia dada zangu? Lakini ukiangalia vizuri, Miriamu alikuwa na sababu ya kumteta Musa, kwa sababu Musa alienda kinyume ya neno, na yeye Musa ndiye aliyehubiri hilo neno. Tena Musa akaenda kuoa mwanamke wa mataifa. Nataka niwaonyeshe hivi, kutii Mungu ni bora kuliko mengine yote. Haleluya. Mungu mara nyingi sana hata akianza kuongoza wanadamu kupitia mnyama, hiyo inakuwa laana. Mfano wa Balaamu, si mnajua hilo? Mnyama akaanza kunena, Mungu akianza kukuongoza kupitia nyama, hiyo ni laana. Lakini daima Mungu atakuongoza kupitia mwanadamu.